Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini ni kauli iliyotolewa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amesema yuko tayari kuona kupasuliwa na kugawanywa kwa mataifa mawili, kwa maana kuwepo kwa taifa la Palestina, lakini pia akisema walowezi wenye vurugu ni wachache huko katika eneo la West Bank ama ukingo wa Magharibi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya vurugu za walowezi dhidi ya Wapalestina na jeshi la Israel katika ukingo wa Magharibi, huku akisema kuwa wahusika ni wachache. Kadhalika, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amezungumzia suala la namna ambavyo mataifa hasa Urusi yamekuwa na mipango ya kutaka kuwepo kwa mataifa mawili, kwa maana taifa la Israel pamoja na Palestina, jambo ambalo amekuwa akilipinga kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, Netanyahu amenukuliwa akiliambia baraza la mawaziri kwamba wengi wa walowezi ni watii wa sheria na waaminifu kwa taifa. Netanyahu alisema serikali yake itachukua hatua kali sana dhidi ya wale wanaohusika na vurugu dhidi ya IDF na dhidi ya Wapalestina, kwa sababu wao ni taifa la kisheria na taifa la sheria hutenda kwa mujibu wa sheria. Ikumbukwe Ijumaa iliyopita shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa lilikemea kile lilichokisema ni mashambulizi yanayoongezeka kwa walowezi wa Kiyahudi wenye msimamo mkali dhidi ya mali na nyumba za Wapalestina katika eneo la ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Msemaji mjini Geneva wa ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa OHCHR alisema kuwa tabia ya ongezeko la vurugu dhidi ya Wapalestina, ambapo watu kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi hayo ikiwemo kiwanda cha maziwa. Mashambulizi zaidi ya 260 yalirekodiwa mwezi Oktoba, zaidi ya idadi ya mashambulizi katika mwezi mmoja tangu mwaka 2006. Rekodi za sasa zinaonyesha takribani walowezi zaidi ya 700,000 wanaishi huko, wakiwa miongoni mwa Wapalestina milioni 3. Wapalestina wanadai maeneo hayo kwa ajili ya taifa lao la baadaye lenye Yerusalemu Mashariki kama mji mkuu wake. Tangu mashambulizi ya kigaidi kutoka ukanda wa Gaza dhidi ya Israel Oktoba 7 mwaka 2023, zaidi ya Wapalestina 100,000 wameuawa katika eneo la ukingo wa Magharibi, ikiwemo Yerusalemu Mashariki, katika operation za vikosi vya usalama vya Israel na mashambulizi ya walowezi. Jumla ya Waisrael 57 waliuawa katika maeneo hayo ya ukingo wa Magharibi katika uvamizi au mapigano katika kipindi hicho. Waziri mkuu huyo ameapa kupinga jaribio lolote la kuanzisha taifa la Palestina, siku moja kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura kuhusu azimio lililoandaliwa na Marekani kuhusu Gaza, ambalo linaacha mlango wazi katika uwezekano wa uhuru wa Palestina. Hata hivyo, katika simu yake na rais wa Urusi Vladimir Putin walizungumzia namna ambavyo kuna amani itaweza kudumu ikiwa kutakuwa na taifa la Palestina. Kimsingi, Baraza la Usalama linatarajiwa kupiga kura kuhusu pendekezo la Marekani la kutoa mamlaka ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuanzisha kikosi cha kimataifa cha kudumisha utulivu Gaza, licha upinzani kutoka Urusi, China na baadhi ya nchi za Kiarabu. Hata hivyo, kura hiyo itapigwa siku ya leo ya Jumatatu, ambapo mbivu na mbichi zitafahamika, licha ya kwamba baadhi ya wachambuzi wanasema hali itakuwa tofauti, kwani azimio hilo, kulingana na kwamba mataifa yote kwa maana China na Urusi yana kura ya turufu, lakini pia na hata Marekani ina kura ya turufu. Ikiwa azimio mojawapo litakubaliwa, maana yake upande mmoja unaweza ukapiga kura ya turufu ya kuzuia azimio hilo. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio changamoto ambayo inaweza ikatokea katika kufanya maamuzi juu ya suala la ukanda wa Gaza ambalo lilianzishwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.